Mheshimiwa Kenneth Limbaya, mkurugenzi wa Umoja wa Vilabu vya Waandishi hapa Tanzania. Mheshimiwa Soko, mwenyekiti wa Misatan. Dada yetu kutoka TBC, lakini pia anawakilisha taasisi mbili, jukwaa la wahariri. Uko pia UTPC, uko jukwaa la wahariri. Sawa sawa. Paul Malimbo kutoka MCT. Waandishi wa habari wote mlioko hapa, ndugu yangu Jesse, pamoja na waalikwa wengine. Habari za asubuhi. Mbona mmechoka asubuhi mapema? Mnaweza kweli kufika watu wa uchaguzi? Habari za asubuhi. Hata bado kazi haijaanza nyewe mmechoka. Sawa, karibuni sana wale mliotoka. Najua mmesafiri mikoa yote. Tulipenda tungeweza kuwa na wengi zaidi, lakini uwezo usingeruhusu. Tukaishia kualika watu takriban 130 kwa ajili ya siku hii moja ya kutafakari nafasi ya waandishi wa habari kuelekea kwenye uchaguzi pamoja na mambo mengine. Kwa hiyo niwashukuru sana kwa wale ambao mmeweza kufika. Lakini niwashukuru sana taasisi hizi ambazo tumekuwa tukifanya nao kazi, MCT, UTPC, TF, Misatan pamoja na wengine. Na wengine unaoona hapo mbele kama Soko na Kenny tayari walishakuwa kwenye bodi yetu ya THRDC iliyomaliza muda wake. Mtandao wa Tetezi wa Haki za Binadamu ni taasisi ambayo inathamini sana uhuru wa habari, freedom of expression pamoja na press freedom. Na toka tumeanza kazi miaka 13 iliyopita, tumefanya kazi nyingi sana na vyombo vya habari hapa Tanzania. Tumefanya kazi na waandishi katika misaada ya usalama na masuala ya mahakamani. Wanaoongoza kupewa msaada ni waandishi wa habari. Sisi kwa mwaka tunaweza tukakuta tumesaidia waandishi wa habari wasiopungua 100 kwenye changamoto mbalimbali, kuwemo kuwakilishwa mahakamani. Sasa hivi tunapozungumza kuna kesi zinaendelea nyingi, wengine wamefungwa tayari, tunakata rufaa. Kwa tunaendelea kuhakikisha kwamba usalama wa waandishi wa habari ni swala la msingi sana kwenye kuhakikisha kwamba freedom of expression, kwa sababu freedom of expression, uhuru wa kujieleza, unatengenezwa na mambo mengi sana, kuanzia sheria zilizopo za kitaifa, kuanzia uhuru wa taasisi unayofanyia kazi, kuanzia masuala ya uhuru wa kiuchumi, nadhani Kena ataizungumza, pamoja na mambo mengine mengi, pamoja na uhuru wako mwenyewe. Kwa hivyo hivyo sisi tunajaribu kuhakikisha kwamba tumejikita zaidi kwenye kuhakikisha kwamba ukipata changamoto kwa sababu ya kazi yako ya uandishi, tunakuwa tunakusaidia. Mnakumbuka kuna mwaka fulani hapa kule Mtwara kuna TBC, mwandishi wa TBC alichomewa mpaka nyumba. Tulipambana kumsaidia hapa na pale kwa sababu tu ya kazi ya uandishi. Alikuwa atoi taarifa za wananchi kuhusu mgogoro wa korosho. Wananchi wakasema wewe tunakuja kila siku lakini utatuone taarifa zako, bila kujua kumbe tatizo ni editor. Mwandishi reporter anaweza katuma taarifa, lakini huko editor anachagua itoe au asitume. Sinaona kwa wakati mwingine nyinyi reporters mlioko mikoani mnaweza mkapata changamoto, kwa sababu wananchi wanakuona wewe pale, hawajui kwamba ukituma taarifa huku inatakiwa ichekechwe au itolewe. Sasa kwa hiyo mnaweza mkajikuta mnapata changamoto nyingi kwa sababu za kiusalama. Kwa hiyo sisi mtandao tupo nchi nzima, bara na visiwani, na tuna waratibu wetu wa kanda kwenye kanda zetu 11, na tumekuwa tukiwa karibu sana na matukio yote ambayo yanajitokeza ya usalama wa waandishi wa habari. Tumekuwa tukipokea simu, nimekamatwa, nimefunguliwa, nimenyang'anywa vifaa. Tunajaribu kutumia njia zote ikiwemo za mazungumzo na taasisi mbalimbali za serikali kwenda mahakamani kuhakikisha kwamba pia mnapata haki zenu. Kwa hiyo tuwashukuru sana kwa wote mliofika. Na siku ya leo malengo ya mafunzo haya, kwanza kabisa ni kukumbushiana sheria za uchaguzi. Sheria za uchaguzi, zipo sheria za uchaguzi ambazo zinamhusu kila mtu. Manake tuna sheria inayosimamia uchaguzi wa rais, wa bunge na madiwani. Tuna sheria za tume. Hizo lazima mzifahamu kwa sababu mle ndani kwenye hiyo sheria kuna sehemu inayohusu waandishi wa habari. Kuna makatazo ambayo yamewekwa mle ndani, mtakwenda kujua. Makatazo mengine ambayo sisi pia hatuyakubali. Kwa sababu mwandishi wa habari hutakiwi kuzuiwa kutoa taarifa wakati wowote. Zipo sheria ambazo pia ni za waandishi wa habari wakati wa uchaguzi. Hizo zinawahusu nyinyi tu peke yenu.
Hizo pia mtakwenda kujikumbushia. Kwa mfano ukitaka kuendesha mdahalo na wagombea, zipo sheria zinaitwa broadcasting na vitu kama hivyo. Tunajua kabisa hizo sheria zina changamoto sana, ambazo lazima tuendelee kuzipigia kelele. Pamoja ni muda ndio mwafaka, hata kama hazitaweza kubadilishwa, lakini ni vizuri wakajua kwamba hizi sheria zina changamoto, ili next time baada ya uchaguzi basi walau tuanze kuzifanyia kazi. Kwa mfano kuna kanuni vinasema wagombea kwa mfano wa chama B, C, D, ukiwaalika kwenye kipindi alafu mmoja asitokee, unatakiwa usirushe hicho kipindi. Sasa hapo kuna haki kweli? Yaani mtu ameamua kulala kwake, wewe chombo cha habari unatumia muda wako na rasilimali, umeandaa kipindi, wale wawili wao wamekuja, mmoja hajaja, au watu wawili wakuja, amekuja mmoja. Sasa katika mazingira kama hayo lazima tuwe na sheria ambazo zinatenda haki kwa nyinyi vyombo vya habari, kwamba tatizo la mgombea kutokuja kwenye kipindi lisizuie wewe kuendelea kufanya kazi yako kama mwandishi wa habari, pamoja na kanuni zingine nyingi ambazo mtakuja kuelezwa siku ya leo. Sasa hizi ndio tunataka mjikumbushie, na lengo ni kuwaotoa nyinyi kwenye masuala ya changamoto za kiusalama. Lengo ni kwamba mbaki salama. Mkifuata hizi hata kama zina changamoto, hata kama tunaziona kabisa ni sheria kandamizi, basi mzifuate tu pamoja na changamoto hizo, ili msijikute mnaingia kwenye changamoto za kuitwa leo chombo fulani kimefungiwa, chombo fulani kimepigwa fine, chombo fulani kimefanya. Kwa sababu swala la fine pia hapo TCRA tumekuwa tukienda mara kwa mara kuna kuwatetea. Kwa hiyo ni muhimu tukawakumbushia hizo sheria za uchaguzi pamoja na za kwenu. Kwa hiyo malengo ya leo pia ni kukumbushana kuhusu sheria, lakini pia namna ya kutumia mitandao ya kijamii pia kufanya habari. Sasa hivi nusu ya vyombo vya habari vilivyoko hapa ni vya mitandaoni. Kwa hiyo pia namna gani tunaweza tukatumia fursa ya mitandao kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri election reporting. Kwa hiyo tutajifunza namna ya kufanya election reporting. Yaani manake kuhabarisha watu wakati wa uchaguzi, namna gani tunaweza tukafanya majukumu yetu kama waandishi wa habari wakati wa uchaguzi. Kwa hiyo kikubwa namna gani tunaweza tukatengeneza agenda. Bahati mbaya ni kwamba waandishi wa habari hamjajua nguvu yenu. Mheshimiwa viongozi wa taasisi hizi, waandishi wa habari hamjajua power mlionayo. Waandishi wa habari mna power kubwa sana, na huko nyuma walikuwa wanajitahidi kuitumia sana. Enzi za kina Mengi na wengine walikuwa kienzi hizo za MOAT. Tumefanya kazi na Media Owners Association. Ulikuwa ni rahisi kukaa na kusema kesho tunaamka na agenda moja, na media zote zikasimamia, na nchi nzima itafuata hiyo agenda. Sasa sisi tumekuwa ni watu wa kupewa agenda. Ni watu kwamba leo tunaendeshwa kwa matukio. Waandishi wa habari hatutengenezi agenda za kitaifa. Waandishi wa habari tunaendeshwa na agenda za kila mtu. Leo kiamka huyu kaamka na lake, kesho kiamka na lake, mnakuwa mnashika, mwisho wa siku mnakuta mjawasaidia wa Tanzania kwenda na kitu kimoja. Kwa hiyo kitu kimoja tunachowaomba pia kwenye mafunzo haya, waandishi wa habari mkubaliane kwenda na agenda moja, mkaisimamia, mkaiongoza taifa lifike kwenye jambo jema. Na agenda inakuwa ni agenda ya kitaifa yenye maslahi kwa umma. Kwa mfano sasa hivi agenda ambayo mimi nilikuwa nikiwaambia toka mwanzo kwamba kwa nini tusikamate agenda ya muafaka wa kitaifa kuelekea kwenye uchaguzi. Hii agenda moja mkiamua waandishi wote, vyombo vyote, kila mmoja akaweka kwenye front page kwenye social media kwamba lazima tuwe na muafaka wa kitaifa kuelekea kwenye uchaguzi, ili tuwe na uchaguzi ambao ni salama, haki na huru kwa watu wote. Mkiandika hivyo kwa wiki 2 mfululizo, lazima watu watakaa chini. Lazima viongozi wataona kwamba kuna haja ya kuwa na muafaka, ili wote tuende kwenye uchaguzi kuondoa hii mvutano. Umesikia leo huyu kajeuriwa, huyu kawekwa ndani, malalamiko mengi. Tujenge muafaka wa kitaifa ambao sisi tunadhani ndio njia nzuri. Haya masuala ya kuvutana huku na huku, huyu anavuta, huyu anaonesha ubabe, hatutajisaidia taifa. Kwa hiyo tunadhani agenda mojawapo kubwa ambayo waandishi wa habari mnaweza mkaisukuma. Sasa ndio maana nikasema hatuna taasisi kama huko nyuma ilikuwa watu MOAT wakikutana wanakubaliana kwamba wiki hii twende na agenda hii. Na hiyo agenda mkiandika Watanzania wataizungumza, kwa sababu kuna watu pia Watanzania nao wanashabikia migogoro, wakati mwingine wanashabikia hii mvutano, mitifuano baina ya vyama na serikali. Lakini sisi waandishi wa habari pamoja na sisi watu wa haki za binadamu, lengo letu ni kuisaidia serikali, lengo letu ni kuisaidia nchi, kwamba twende kwenye njia ambayo ni sahihi. Bahati mbaya nchi yetu tumeondoka kwenye mifumo, kwenye utaratibu wa majadiliano, tumeondoka kwenye utaratibu wa kukaa na kujadili mambo mazito ya kitaifa. Imagine leo tunakwenda kwenye uchaguzi, sidhani kama mwae kusikia sehemu gani viongozi au taasisi za kitaifa wamekaa na wadau wote wa uchaguzi
vyama vya siasa, taasisi, tume, wakakaa wakajadiliana mambo mazito ya kitaifa. Mimi nakumbuka 2015, mtakumbuka waandishi wa habari mlioko, tulikaa sisi vikao vingi sana pale Arusha New Africa Hotel, vingi sana, mpaka tukatengeneza kitu kinachoitwa New Africa Pact, makubaliano ya New Africa. Taasisi zote kuanzia polisi, tume ya uchaguzi, mahakama, CSOs, vyama vya siasa, msajili wa vyama vya siasa, tukatengeneza makubaliano. Mtakumbuka kulikuwa kuna ubishi mkubwa sana wa kuhusu mita 200, kwamba watu waende mita 200 au warudi nyumbani au vitu kama hivyo, na swala la matumizi ya wale ni security guards wa vyama vya upinzani. So nakumbuka kulikuwa kuna Red Brigade, kuna nini, kuna Green Guard. Hayo mambo yaliingia kwenye yale makubaliano, tukaweka utaratibu mzuri na watu wakaenda kwenye uchaguzi vizuri 2015. Ndio maana uchaguzi ule haukuwa na matukio mengi sana. Sasa tunashindwa nini kuiongoza taifa? Haya mambo ambayo yanabishaniwa sasa hivi kati ya vyama vya upinzani na serikali na vyama kuhusu maboresho, yale mambo kiaona yale wanayoyabishania ni mambo ambayo tunaweza tukatengenezea mwafaka wa kitaifa. Tukakaa, tukatengeneza, tukasonga mbele. Lakini nani anatakiwa kudrive hiyo agenda? Kwamba waione kwamba ni ya muhimu ni nyinyi waandishi wa habari. Kwamba kila kukicha msiwape nafasi ya kupumua. Akifungua gazeti hili mwafaka, akifungua TV mwafaka, akienda TBC mwafaka, akienda ITV mwafaka. Lazima watakaa chini. Kwa tuwakumbushie kwamba taifa halijengwi kwa kuvutana. Tuwakumbushie kwamba lazima tukae kama tunavyokaa hivi. Sisi tunaamini kabisa watu wakikaa nyumba moja hivi wakazungumza, kuna mambo yatakwenda salama. Na watu wote, na tunawashauri vyama vyote wawe tayari kwa mazungumzo. Yaani vyama vyote. Kwa sababu hatuwezi kusema upande mmoja tukawa tayari, upande mwingine ukawa hauko tayari. Yaani vyama vyote. Na hili swala tusichukulie kwamba ni swala la vyama tu. Swala la mwafaka wa kitaifa, mnapaswa waandishi wa habari mkawepo, viongozi wa dini wakawepo, vyama vya siasa vikawepo, taasisi zote zinazosimamia uchaguzi vikawepo, sisi watu wa binadamu, taasisi za kijamii ziwepo, na makundi yote kwenye huo mwafaka. Kwa sababu uchaguzi sio swala la vyama vya siasa tu. Vile ni vyombo vya kisheria kwamba lazima tupitie vyama vya siasa, lakini uchaguzi ni wetu sisi wa Tanzania. Yaani tungeweza kufanya uchaguzi hata vyama vya siasa bila kuwepo. Lakini kwa sababu katiba imelazimisha tupitie vyama vya siasa, basi ni muhimu tunapozungumza masuala ya uchaguzi tusione kwamba ni swala la wanasiasa. Kwa nini nimezungumza hilo? Kwa sababu ndio la msingi, ni sehemu ya agenda ya reporting. Kwamba kwenye reporting ya uchaguzi mnatakuwa mnachagua engo gani nyinyi waandishi wa habari ya kwenda nayo pamoja na kuseti agenda. Naona kwamba wakati mwingine kuripoti haya matukio ambayo yanatokea inaweza isisaidie sana taifa. Ni vizuri mkatoa kwa sababu kazi yenu pia ni kuripoti kila tukio. Lakini mnatakuwa muende beyond event reporting. Yaani zile taarifa za matukio tu. Mnatengeneza agenda yenu, mnatafuta watu wanawatengenezea agenda, mnakwenda mnazungumza nao mpaka mnafika hapo. Nadhani hilo la msingi. Lakini jambo lingine, tutatoa pia jackets kwa waandishi wa habari. Tuna jacket 600 tutazinduliwa leo hapa na mkurugenzi wa UTPC. Bahati mbaya tulikuwa tumemwalika katibu mkuu wa Wizara ya Habari, lakini walikuwa Singida huko na nao wameshindwa kufika. Kwa hiyo tutawakilishwa na mkurugenzi wa UTPC. Tutagawa, nyinyi wote mlioko hapa mtapata moja, lakini zingine sasa zitazobaki tutazipeleka kwenye press club ambazo ziko active. Walau zikae kule. Tulifanya pia 2020, pia 2015. Kwa hiyo wale wenye vitu wa press club mlioko hapa mtakwenda nazo kwa ajili ya kukaa ofisini. Angalau 20 kila press club. Kwa sababu ya majacket lengo lake ni kuleta neutrality. Sisi tunafahamu kuna kipindi hapa ilikuwa chombo fulani cha habari kikionekana kwenye mkutano wa siasa lazima wapigwe. Si tunajua kwa sababu ya reporting ilivyokuwepo. Nadhani tunajua na kilichomkuta kina marehemu nani pale. Kina Hassan pale. Pale Jangwani. Si unaona? Kwa hiyo sasa neutrality inasaidia. Unakwenda mtafundisha masuala ya security. Ukishaona nenda tu na nani ya kawaida, vaa press, unaonekana wewe ni press. Haijulikani umetoka TBC, umetoka Jambo, umetoka ITV, unafanya news yako, unaondoka. Of course, wakati mwingine hata hizi logo natakuwa mzi-avoid. Inategemea uko kwenye context gani. Sio wakati wote unahitaji kitambulisho cha namna hii. Kuna wakati mwingine natakuwa unaenda wasijue wewe unatoka chombo gani kwa sababu ya kiusalama. Kwa hiyo jacket hizi zitawasaidia. Hatuna uwezo wa kuwapa wote. Lakini kwa hizi tulizo nazo mtaanza nazo. Tunashukuru kwamba kuna kipindi tulianza na hizi, baadaye
baadaye wakaja vyombo, kwa mfano Mwananchi walitufuata wakasema tunataka print nyingi zaidi, tukampelekea mtu aliye print, wakaprintia waandishi wao wote. Kwa hiyo sisi wito wetu pia ni kwamba baada ya hizi 600 vyombo vya habari wamiliki, basi waprintieni waandishi wenu press club ambazo ni neutral nyingi, waandishi wenu wakati huu, ili waweze wakati mwingine sawa, nategemea wengine unaweza ukaenda, sio kila tukio, zingine unaweza ukaenda na brand yako Star TV nini, lakini kuna wakati mwingine nenda na neutrality kwenye cover, hasa zile za kwenye matukio wale ya kampeni ambayo kidogo yanakuwa na vurugu mechi za hapa na pale. Kwa hiyo hilo nalo jambo lingine. Kwa mwishoni, tunafahamu kabisa kesho ndio siku ya habari, ambayo sisi tulisema tukae na nyinyi leo kama sehemu ya kuadhimisha siku ya habari, lakini tukafocus kwenye tukio la mwaka huu kwetu Tanzania ambao ni uchaguzi. Nyinyi wadau wakubwa sana. Yaani nyinyi wa kiungo, na sasa hivi kila mwanasiasa mtakuwa mnaitwa vutwa kama mpira kwenye uwanja. Kwa hiyo ni muhimu sana mkafahamu kwamba mna majukumu haya, na sisi ujumbe wetu kwenye siku ya habari ni kwamba ni muhimu kuzingatia maadili, sheria za nchi, lakini pia kutengeneza ajenda za kitaifa na kwenda nazo kwa pamoja. Siku ya kesho ya habari inasema kuwekeza zaidi kwenye akili mnembo, kwenye masuala ya freedom of expression, artificial intelligence. Pia na nyinyi waandishi wa habari, artificial intelligence imekuja na madhara na faida na hasara. Ni nzuri kuitumia, lakini pia ndio imekuwa ikitengeneza pia mazingira ya fake news nyingi sana. Artificial intelligence imekuja na mazingira news inatengenezwa unaweza kaamini ni ya kweli. Sasa waandishi wa habari ndio kazi yenu kusaidia umma kujua hii ni artificial intelligence imetengenezwa tu, ni fake news, na hii ni taarifa kamili. Unaweza kutumia pia artificial intelligence kuweza kudetect taarifa ambayo ni fake au sio fake. Jamii Forum wanajitahidi kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi niwatakie kila laheri kwenye mafunzo haya, na nachoomba tu ni kwamba tuzingatie masuala ya usalama wakati wa habari. Na nyinyi waandishi wa habari mnafahamu kabisa kwamba ukifanya mizaa, mkiamua kufanya mizaa fulani, huko taifa linakwenda kwa sababu watu wanawafuatilia nyinyi sana. Tunajua sasa hivi kuna mitandao mingi sana na taarifa zinatoka nyingi sana, lakini nyinyi mnaweza mkasaidia taifa kwenda kwenye mwelekeo ambao ni sahihi. Na ndio maana tunasisitiza kwamba ni muhimu kujua sheria,